Vodacom, kazi ni kwako. Si kweli kwamba kuna sehemu nimetoa statement hiyo, na niwaombe tu waandishi habari kwamba ile jambo haliko hivyo, na nyinyi mnajua wakati wote nilikuwa nikitaka kutoa taarifa na waita natoa. Sasa huyu ambaye ameamua kuandika message hii atakuwa na lengo lingine. Si kweli jambo hilo kwamba nimelifanya hivyo. Kwa naomba mpuuze hiyo message ambayo kimsingi imekuwa kisambaa na imeleta maumivu makubwa na imepotosha sana. Kwa bahati mbaya sana sijapata mtu ambaye ameniuliza ama kutaka maoni yangu katika jambo hili. Nilipata simu tangu asubuhi za waandishi wengi wakiuliza jambo hili likoje. Nikasema kweli bado sijapata nafasi kuongea na mwandishi wa habari wa chombo chochote. Kimsingi nimetaharuka hata mimi mwenyewe, nikashangaa nani anaweza kuyafanya haya. Lakini nikajua huenda kuna mtu anaania ovu dhidi yangu ili aweze kuchafua image yangu. Ama kwa bahati mbaya ama kwa kusudia, hilo litabaki kwa mtu mmoja mmoja ambaye anaweza kuwa na lengo hili. Wakazi wa Dar es Salaam waipuuze hiyo message. Na niseme tu kwamba jambo hilo ambalo limetokea huko Kimara ni jambo ambalo si zuri katika jamii yangu ya Dar es Salaam, na ninaamini hapa kipindi hiki ndicho ambacho watumishi wa Mungu pamoja na mashehe kutoa elimu kwa watu ambao wana dhamira ovu ya namna hii ili waweze kukomesha vitendo hivyo namna hii. Lakini pia tunafikiri namna bora ya kuweza kuongeza swala la ulinzi na usalama katika mkoa wetu ili tuweze kuzuia matukio ambayo yanapelekea kupoteza uhai wa ndugu zetu wapendwa. Sina cha kuongezea zaidi ya kusema wananchi wa Dar es Salaam waipuuze message hiyo kwa sababu haina ukweli wowote.